Nawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ni siku nyingine njema tena Mungu ametupa ili tuendelee na masomo yetu ambayo tunaendelea nayo katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati. Na mtakumbuka ya kwamba tulimalizia kwa sura ya 2 na leo tunaingia sura ya 3 ili tuone jinsi ama namna Musa anavyoendelea kutenda kazi kabla ya siku zake kukwisha katika ulimwengu huu. Kwa hivyo wapenzi, tutaangalia neno hili mara moja, tutaingia katika somo hili na tutaangalia juu ya vita ambavyo waliendelea navyo katika nchi ya mfalme Ogi mpaka wakaweza kushinda. Kwa hivyo tukiona sura ya kwanza, tunaona ya kwamba mstari wa kwanza tunaona vile ambavyo Musa ameanza hizi vita na vile wameendelea katika sura hii ya 3. Ndipo tukageuka tukakwea njia ya Bashan, na Ogu mfalme wa Bashan akatokea juu yetu, yeye na watu wake wote kuja kupigana huko Andrei. Kwa hivyo wapenzi, unaona mara ya kwanza wakati wamefika kiwango hicho, mfalme huyu amekuja ili kuanza kupigana nao. Na mfalme huyu ambaye anaitwa Ogi wa Bashani alikuwa amesikia vile ambavyo walipigana, wana wa Israeli walipigana na mfalme wa Sihon na vile walivyoshinda na wakaweza kuendelea mbele. Kwa hivyo alikuwa na uoga, kwa hivyo alitayarisha majeshi yake haraka haraka, na wakatokea wana wa Israeli kabla hawajajitayarisha vizuri. Na walipowatokea, waliwatokea upande wa juu, mahali ambapo hawakutegemea. Hii ni kusema ya kwamba adui anaweza kuja kwako kwa njia usiyomtarajia. Kwa hivyo walipokuja, walikuja na watu wake wote, ambao ni kuonyesha alikuwa na watu wengi sana ambao walikuwa tayari wanakuja ili kupigana mahali ambapo palikuwa ni ngome yake, yani Edrei. Na alipofika mahali pale ni kaskazini mwa nchi ya Israel, ambapo tunasema ni kaskazini mwa nchi ile sasa tunaita Palestina, ambapo ukiwa pale upande wa Israeli utaona ni nchi ya kaskazini. Ndipo walianza vita mahali pale, kama wametoka upande wa juu kwa upande ng'ambo ya Yordani, upande wa Lebanon. Kwa hivyo wapenzi, Bwana akaniambia, sasa ni Musa anaongea na wana wa Israeli, anawakumbusha, akawaambia, Mungu akaniambia, yani Bwana akaniambia, usimuogope kwa kuwa nimemtia mikononi mwako, yeye na watu wake wote na nchi yake. Kwa hivyo Mungu alidhibiti, akamwambia Musa, usiogope, kwa sababu tayari huyu mfalme Ogu nimempa mkononi mwako. Na uangalia hapa, Mungu anaongea na Musa, haongei na wana wa Israeli wote, anasema mkononi mwako, yani mkononi mwa Musa. Kwa hivyo amempeana, kwa sababu kiongozi akiogopa, hata wale watu wengine wataogopa, lakini kiongozi akiwa amesimama imara, hata wengine watasimama imara wakimfuata. Kwa hivyo ndipo Mungu anamwambia awaambie wana wa Israeli vile Mungu alivyomnenea. Alimwambia ya kwamba usiogope, nimempa huyu mfalme Ogu, yuko mikononi mwako, pamoja na watu wake wote, na vile vile nchi yake nimekupa. Kwa hivyo wakati Mungu anakuja kubariki watu wake, huwa tayari ametayarisha watu wa nchi hiyo, amekupea, na vile vile nchi yao amekupa. Ni juu yako usiogope, na uendelee kutenda kazi ukiwa unamhusisha Mungu. Kwa hivyo alisema, nawe utamtenda mfano wa ulivyomtenda Sihon mfalme wa Waamori aliyekuwa akikaa Heshbon. Kwa hivyo akaambiwa, vile ambavyo ulivyomweza yule mfalme wa Sihon, hivyo ndivyo utakavyomtendea huyu. Kwa hivyo wapenzi, tunaambiwa ya kwamba wakati ulishinda yule pepo wa kwanza ama shetani wa kwanza, hivyo hata huyu wa pili akija utamtendea namna hiyo na utamumaliza. Kwa hivyo roho ile ya ujasiri uliyokuwa nayo mwanzo, ukijua ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe, hiyo roho ndio bado ungali unaye. Basi Bwana Mungu wetu akamtia mikononi mwetu. Angalia sasa Musa anawadhibitishia, nawaambia, mara ya kwanza Mungu aliniambia amenipa mikononi mwangu, lakini sasa Musa anawaambia ndipo Mungu wetu akamtia mikononi, plural, mikononi mwetu. Sasa sisi wote Mungu akatupa nguvu na uweza
wa kuweza kupigana naye. Na Ogu mfalme wa Bashan na watu wake wote tukampiga asizaziwe chochote, asizaziwe chochote. Yani walimpiga, hakuna kitu walibakisha, kila kitu walimaliza. Waliweza kuua wote waliohusika, kwa sababu walikuja na watu wake wote, na tukatoa miji yake yote wakati huo. Yani tukashika nyara, tukachukua miji yake, hata si kuchukua kwa muda, tukaitoa ikawa yetu. Sasa miji yote iliyokuwa ya mfalme Ogi wa Bashani yote tukachukua, hapakuwa na mji tusiotoa. Yani miji yote, nguvu zote zake tulizichukua zikawa chini yetu. Na anatuambia ya kwamba kwao miji 60, kulikuwa na miji 60. Hii miji 60 yote 60 yote tuliweza kunyakua. Wakati alianza kupigana na huyu Ogu, walichukua kila kitu, wakamshinda kabisa. Na kwa hivyo wakati hata nasi tuko vitani katika ulimwengu huu, tunamshinda shetani kwa kila kitu, asiwe na pengo ambalo anaweza kurudi kwetu na kuweza kupigana nasi akisema pale ni kwake. Nchi yote ya Ogobu, yani nchi yote ambayo ilikuwa gumu kama mawe, Ogobu, yani ndio ufalme wa Ogu, walikuwa majitu. Ogu maana yake ni majitu, watu wakubwa, watu wenye mili mikubwa. Utaona hata kitanda chake kilikuwa cha aina gani, ulio katika Bashani. Kwa hivyo wakachukua nchi ya hawa watu waliokuwa majitu ya watu ambao wale watu walioenda kupeleleza zamani walisema ya kwamba walikuwa ni majitu, na hawa walionekana kama panzi. Kwa hivyo wapenzi, sasa haya majitu yamepigwa, sasa yamewezwa. Kama wangalijua mwanzo, wangaliingia nchi ile bila miaka hiyo 38 ama 40. Lakini sasa kwa kutokujua kwao na uoga na kutokumhusisha Mungu, ndio iliwachukua muda mrefu na wengi wakafa jangwani. Kwa hivyo wapenzi, sasa wamepigana, wameweza hawa wote, wamewamaliza na wamemaliza kila kitu. Miji hiyo yote ilikuwa yenye maboma marefu. Yani ilikuwa mijengo, unajua watu ni wakubwa, ni majitu. Kwa hivyo mijengo yao ilikuwa kubwa sana, na malango yao yalikuwa makuu, gates ilikuwa ni kubwa, na makomeo ni zile koji za kufunga zile gates. Hizo makomeo zilikuwa ni machuma kubwa. Mtu wa kawaida kama wewe viti 6 urefu angeweza kubeba moja peke yake ama kufungua, sababu watu walikuwa ni wakubwa. Wakati shetani amefunga baraka zako, anazifunga kwa njia yoyote ambaye ukiwa wewe hauwezi kuvunja. Na ndio Mungu anatuambia katika Isaia, anatuambia nitavunja ngome zote, milango yote iliyofungwa kwa chuma yote nitaivunja. Ndio maana yake hapa. Kwa hivyo ni Mungu tu aliyekuwa nao na akawapa mikononi mwao, ndiye angewezesha kushinda, pamoja na miji isiyokuwa na maboma mingi sana. Kwa hivyo kulikuwa na miji mingine ambaye haikuwa na boma nyingi, lakini miji mingi ilikuwa na nguvu na uweza mkuu, hawangeweza kupenya ndani. Kwa hivyo wapenzi, miji yote 60 wakaweza kuchukua wana wa Israeli, tukaiharibu kabisa. Yani hawana kitu walibakisha. Wakati Mungu amekupa jambo na amekupigania kwa pepo, usirudi huko, maliza kazi yake kabisa, isiwe na nafasi ndani yako. Roho yako uingie katika utakatifu, yani ukae ukiwa safi, mambo ya shetani yote unamaliza. Kwa hivyo waliharibu kabisa. Neno kabisa linatumika kama tulivyoifanya hiyo ya Sihon mfalme wa Heshbon, kwa kuiharibu kabisa. Kila mji ulikuwa na watu pamoja na wanawake na watoto. Kwa hivyo ni kumaliza kabisa, kufagia. Walifagia kwa sababu hawakutaka mbegu yoyote ibakie. Walipiga wote, wakaua watoto, wakaua wanaume, wakaua vile vile wanawake wote waliokuwa huko. Hawakutaka pawe na historia ya kitu ambacho kingebaki cha watu hawa wakubwa, majitu ya watu. Lakini wanyama wa mji na nyara za mji tulitoa kuwa mawindo yetu. Kwa hivyo hawakuweza kuua wanyama, kondoo, ng'ombe na wengine waliokuwepo. Na vile vile nyara, hizi nyara maana yake ni vitu kama dhahabu, fedha na zinginezo, vitu za dhamana. Hawakuweza kuharibu, walichukua, ikawa ndio mawindo yao.
wakaongeza katika utajiri wao. Kwa hivyo wapenzi, tunaona ya kwamba waliweza kushinda na kuwa na mawindo na kuongeza utajiri katika nchi ya Israeli. Wakati Mungu anakupigania, anaongeza utajiri ndani yako vile vile, kwa sababu unayemshinda, uweza wake wote aliyokuwa nao unakuwa wako katika ulimwengu wa kiroho na inadhibitika katika mwili. Tukaitoa na nchi, yani wakaichukua nchi ikawa yao. Kutoa ni kuwa nchi ikakuwa yao. Sasa wakati huo katika mikono ya hao wafalme wawili wa Waamori waliokuwa ng'ambo ya Yordani, tokea bonde la Arnoni, kilima cha Hamoni, yani kutoka mahali pale katika milima ya Hamoni na bonde la Arnoni, mahali hiyo ni nchi ya Lebanon. Ikiwa ona kusoma ramani utaona ni Lebanon karibu kufika upande wa Syria. Kwa hivyo wakajitwalia ikawa yao. Na kwa hivyo tunaona nini? Unaona sehemu hii ya mstari wa 9, hii ni ya kuongezwa na wasomi. Hii haikuwa katika Biblia, inataka kukueleza zaidi. Sasa angalia, na hiyo Hamoni wa Sidoni huita Sirioni, yani watu wa Sidoni. Sidoni niliwaambia ni kabila ile ilikuwa ya Jezebel. Kwa hivyo hao wa Sidoni ambao walikuwa wanafanya biashara huko na walikuwa kando kando ya ziwa la Mediterranean, sehemu hizo kaskazini mwa nchi ambayo sasa ni ya Israeli, basi hao wa Sidoni waliita nchi hiyo, unakumbushwa ya Hamoni, waliita nini? Waliita Sirioni, yani maana yake mahali ambapo inameremeta namna hiyo. Nao vile vile Waamori huiita Seniri, yani ni namna inavyoangaza, jinsi inavyoleta nuru. Kwa hivyo hiyo milima ilijulikana sana na nchi hiyo ilikuwa ni maarufu sana, na hata wenyeji waliokuwa na nguvu sana walikuwa mahali pale na walikuwa ni watu wenye nguvu kabisa kabisa. Kwa hivyo utofauti wa mataifa na majina inatofautisha, lakini maana yake ni ile moja tu, ni vile kulingana na lugha. Na kwa hivyo tunaona mstari wa 10, miji yote ya nchi tambarare ambayo ni Gileadi yote, ambayo inaitwa Gileadi katika nchi ile tambarare, miji yote iliyokuwa pale na Bashan yote, yani ya mfalme yule, mpaka Saleka na Edrei, yani nchi hiyo yote ni miji ya ufalme wa Ogu katika Bashan. Kwa hivyo miji hiyo yote ilikuwa ni ya huyu mfalme wa majitu aliyeitwa Ogu, ambaye alikaa iliitwa Bashani. Kwa hivyo wapenzi, kwani aliyesalia katika mabaki ya Warefai ni Ogu pekee. Yaani kumbuka wakati niliwaongeleshea juu ya Warefai, tuliona aliyekuwa amebaki kati ya kabila hiyo ya watu wakubwa sana alikuwa ni huyu mfalme ambaye na kabila lake aliyeitwa Ogi. Yeye ndiye alikuwa amebaki peke yake na ndiye alikuwa mfalme wa Bashan. Kwa hivyo tazama, angalia kitanda chake, tunaambiwa hapo mstari wa 11. Kitanda cha huyu jamaa kitanda chake kilikuwa kitanda cha chuma. Kitanda hicho yani kilikuwa kimetengenezwa na chuma, kingetengenezwa na mbao akilalia kinavunjika. Kwa hivyo kilitengenezwa na chuma. Kwa hivyo kilikuwa kikubwa na chenye nguvu. Hakiko Raba kwa wana wa Amoni, yani bado kimewekwa katika historia katika mji unaoitwa Raba huko kwa Waamoni, bado kipo na kinaonekana. Urefu wake ulikuwa ni mikono 9, yani urefu wake, angalia, mkono moja huwa karibu yadi moja, yani fiti 2-3. Kwa hivyo wapenzi, ni mikono 9. Angalia mikono yako 9 umeweka, huo ndio urefu wa hiyo kitanda, na ukumbuke ni ya chuma na vile vile anasema ya kwamba na upana wake mikono 4, upana wake mikono 4 kwa mfano wa mkono wa mtu. Kwa hivyo wapenzi, hapo ndipo nimekuambia iliongezwa hapo ili uelezwe gari. Mambo kama haya watu hawafundishwi, wakaambiwa tunawekewa kitu tunaita bracket kuanzia mstari wa 9, na imewekwa bracket kuonyesha
hiyo verse haikuwapo imeandikwa katika Biblia. Ni mwandishi ameona aeleze kabisa huyu Ogu analala kitanda. Yani mafikira yako iweze kuona ukuu wake na ukubwa wake na jinsi alivyoumbwa na kitanda anacholalia na nchi iliyokuwa chini ya mamlaka yake na uweza wake. Kwa hivyo alikuwa na nguvu zaidi. Kwa hivyo wapenzi, tunaendelea tukaona ya kwamba sasa nchi ya Bashani imechukuliwa, nchi ya Heshbon imechukuliwa ya mfalme Sihon, na vile vile Bashan ya mfalme Ogu, wafalme waliokuwa na nguvu sana, wafalme ambao hawangeweza kupigika, wafalme waliofanya wana wa Israeli warudi nyuma wakati walienda kupeleleza. Wakati waliona hawa wafalme wawili kule katika bonde la Eshkol, walipowaona walirudi na ripoti mbaya iliyokuwa kinyume na vile Mungu alivyotaka. Nataka kukuambia nini kabla sijaendelea? Wakati Mungu amekuambia atakupigania, usiogope ni nani wako mbele yako, usiogope ukubwa wao na uweza wao. Wakati Mungu amesema, amesema. Angalia hata Daudi kijana mdogo, wakati Mungu alisema atakuwa mfalme, alimuinua kutoka chini, kutoka kuchunga kondoo, akamweka mfalme wa Israeli, kuanzia mto wa Farati kwenda mpaka katika Gaza na mipaka ya Misri, yote akawa anatawala. Na mimi nakuambia nini? Wewe wakati Mungu amekuteua mahali ulipo, unaponisikia sasa, wewe ambaye haujaongeza ukubwa wa hema zako, ni wewe umekataa kumwamini Mungu. Lakini wale wamemwamini, wengi unaona wametoka hata katika nchi zao na Mungu anapanua mipaka yao, wanaenda nchi nyingi za mbali na wanaweza kupata utajiri. Kwa sababu gani? Ondoa uoga. Wakati Mungu amekuambia jambo, simama na Mungu. Na nina jambo ambalo ningeweza kudhibiti ama kushiriki nanyi. Nawaambia ya kwamba mtu yeyote anapoenda kubarikiwa, wote huwa wamehusisha Mungu. Lakini wengine wakiingia katika ufalme huu wa Mungu na waanze kutajirika na kuwa na mali, wengi wanasahau Mungu, wanaweza kutekwa na mambo ya ulimwengu. Ni vizuri kudumu katika Mungu aliyekuwezesha kuwa mshindi kuanzia mara ya kwanza. Kwa hivyo leo wapenzi, hebu tuendelee tuone nchi ambayo ilipeanwa sasa kwa makabila haya masu ila nsufu. Kwa hivyo wapenzi, ndio sasa tumeona wafalme hawa nchi yao imechukuliwa, ambao ni Ogu akiwa na Sihon. Nchi hii ndio inagawiwa hawa makabila mawili na nusu. Kwa hivyo wapenzi, tunaona hapo mstari wa 12 anasema nini? Anasema na nchi hiyo tulitoa ikawa milki yetu wakati huo tokea Aroeli iliyo kwenye bonde la Arnon na nusu ya nchi ya milimani ya Gileadi na miji iliyokuwamo niliwapa wa Ruben na Wagadi. Kwa hivyo wapenzi, katika nchi yote hiyo ambayo tumeelezwa kuanzia bonde la Arnon kwenda mpaka sehemu za Gileadi, milima ya Gileadi, yote hiyo Musa, ni Musa, tafadhali sikiliza vizuri, si Joshua, usifanye makosa pale. Ni Musa anayegawa nchi. Ni Musa ambaye amepigana vita hivi akiwa kiongozi. Ni Musa, ingawaje ni mzee sana sasa, lakini yeye ndiye aliongoza vita ya kupigana na hawa wafalme wawili ambao walikuwa hatari sana. Wapenzi, wacha nikueleze kidogo. Hawa wafalme wawili, Sihoni wakiwa na Ogu, walitaka kiongozi mwenye imani kubwa, kwa sababu walikuwa ni watu wakubwa. Na kumbuka, walifanya watu 10 wakafa, wale walienda kupeleleza. Kwa hivyo ndio Mungu amemweka Musa kwanza aongoze vita kupigana na hawa watu, ili wana wa Israeli waweze kushinda, kwa sababu imani ya Musa alikuwa akiongea na Mungu binafsi. Kwa hivyo wapenzi, ilihitaji Joshua, hangeweza kupigana vita hii, ilikuwa ni ngumu sana. Yeye ni mtu wa kwenda kupigana sasa ng'ambo ya Yordani, yale makabila mengine. Kabila ile ilikuwa ngumu sana kwake, ni ile ya Jericho, lakini Mungu akampigania. Angalia vile walipigwa na wale Ai, kijiji kidogo tu. Joshua alitishatishwa mpaka akaenda mbele ya Bwana. Nataka kukuambia nini? Hawa watu wakubwa, vita kubwa ya hawa watu walio na nguvu zaidi inahitaji mtu mwenye imani kubwa. Imani yako lazima ikue ndio uweze kupigana na hao. Imani kidogo wakati mwingine
haitakuwezesha kupigana na adui zako. Na hiyo ni kukwambia nini? Wakati unaona haiwezekani, husisha Mungu, na ukihusisha Mungu uingie kwa maombi na Mungu akuwezeshe kupigana hiyo vita, kama imani yako bado ingali hafifu, bado haijakuwa kiwango cha juu. Kwa hivyo nakuambia nini mpenzi, wakati imani yetu inaenda ikiongezeka, ndivyo tunaenda tukivunja milango mikubwa na kuingia katika baraka kubwa katika ulimwengu huu, tukianza wa kiroho na unadhibitika katika mwili. Kwa hivyo ni muhimu muongeze imani sana, na mkue katika imani. Imani yetu inaongezeka kwa yale mambo tunayopitia. Kwa hivyo wapenzi, tuwe washindi kwa kila njia. Ndiyo maana Mungu alijua hawa wana wa Israeli hawajafikisha imani hapo. Joshua hajafika pale. Wao walikuwa wazee wengi wamekufa jangwani. Sasa ni lazima atumie mtu wake kabla hajamchukua, ambaye aliweza kuwa na imani ya juu, ambaye ni Musa. Alikuwa na masomo, alikuwa na uweza, alijua asili za wachawi wote wa Misri, alijua uganga wote, alifundishwa yote kwa nyumba ya kifalme, alikuwa mchungaji kwa Jethro, alikuwa mtu mwenye familia, alikuwa na watoto. Kwa hivyo wapenzi, huyu mtu imani yake ilikuwa ya juu zaidi. Kwa hivyo yeye ndio angeweza kupigana na majitu haya mawili, Sihon, Bashani. Kwa hivyo wapenzi, mtakumbuka hawa wafalme, wakati tunasoma tukiendelea, utawaona sana huyu mfalme wa Bashani, hata huyu wa Og, huyu wa Heshbon, utaona wakiguzaguzwa katika wimbo wa Suleiman. Utasikia wanaguzaguzwa pale, na utasikia wanaguzaguzwa sehemu zingine. Kwa hivyo usiwe ni jambo ambalo haujasikia, tayari umetaja na umejua anaingia namna gani. Ni mambo makuu, na wafalme walio na nguvu sana, lakini nao imani ya Bwana ikawa juu ya imani yao. Hakuna imani iliyo juu ya Mungu. Kwa hivyo wapenzi, sasa huyu ndugu Ruben na ndugu Gad, hawa na nusu ya Manase wamepata nchi ya kugawiwa. Kwa hivyo tunaambiwa nchi hiyo yote Musa akasema ndio atawagawia yeye mwenyewe binafsi. Kwa nini wapenzi? Jiulize maswali. Wakati tunasoma huwa tunajiuliza, tunachangia, tunaangalia. Unaona ya kwamba kwa nini ni familia ya Ruben? Kwa nini ni Gadi? Kwa nini ni nusu ya Ruben? Kwa nini hao wamewekwa kando? Kwa nini wameingia katika nchi ya kando ile kabla ya kuvuka Yordani, wakapewa ng'ambo na Musa mwenyewe? Kwa nini hawakupewa na Joshua? Hawa watu ni wagumu, hizi familia ni ngumu sana. Kumbuka Manase alikuwa ametolewa dhabihu katika Misri kwa sababu alikuwa mzao wa kwanza wa Yusufu, na alizaliwa nini? Na mke wa Yusufu alikuwa ni binti waoni, kuhani waoni, yani wa mambo ya dunia. Kwa hivyo wapenzi, huyu alikuwa na nguvu za kidunia ambazo roho yake ilikuwa imetolewa katika ulimwengu wa kiroho wa miungu ya ulimwenguni. Ndio maana anagawanywa nusu ng'ambo, nusu ingine, ndio hizi nguvu ziweze kukabiliwana nazo. Na vile vile huyu Gadi alikuwa ni warrior. Yeye ni mwanajeshi, ni mtu wa vita. Gadi ni mtu wa vita. Soma katika kitabu cha Mwanzo 49. Utaona ya kwamba wakati wanapewa baraka zao na Yakobo, yeye ni warrior, yeye ni mwanajeshi. Yeye si mtu wa kusukumwa rahisi, ni mtu ambaye ni vita, akili yake ya saa yote ni vita. Naye Ruben, angalia tabia zake. Tabia zake ni mtu anakurudi nyuma, hata nyumba yake haiheshimu, nyumba ya baba yake haiheshimu, anarudi mpaka kitanda ya baba yake. Kwa hivyo hawa watu, angalia, ni mtu mmoja wa vita, mtu aliyetolewa dhabihu kwa miungu ingine, na mtu ambaye hana heshima kwa kitanda hata cha familia. Kwa hivyo hawa watu hawangetakiwa hiyo roho tena iambatane kule ng'ambo ya Yordani, ingeenda kuchanganya wale watu tena. Na tutaona mambo kadhaa hata katika kitabu cha Joshua kuhusu Ruben na Gadi na vile vile Ruben na vile vile Manase, vile wataleta shida kiasi, hata vile watataka kujenga madhabahu yao na hekalu yao ng'ambo ya Yordani. Kwa hivyo walikuwa ni watu, kwa lugha nyingine sio ngumu sana, ni watu kisirani. Kuna watu kisirani, hata watoto wako ukiangalia kuna wengine kisirani, na ni vizuri kuwaweka kando na wengine wasije wakaharibu wengine. Kwa hivyo ndio maana wapenzi, hawa watu wamewekwa mbali na wale wengine, ijapokuwa ni wamoja, lakini watajitawala wenyewe, watakaa huko ng'ambo, machachali yao wanaweza kupingana wenyewe. Kwa hivyo wapenzi, angalia kila kitu kwa undani zaidi,
Na hao sasa makabila mengine walikuwa ni watu wa pole. Ukiangalia baraka zao ni watu wa biashara, hawana mambo mengi, hawana machachari mengi, hawana fitina, hawana hiyo roho ya usherati ya nini. Unaona, Ruben alikuwa na roho ya usherati, huyu naye alikuwa vita kupingamizi, huyu naye alikuwa ametolewa dhabihu kwa miungu ya Misri. Kwa hivyo wapenzi, angalia, Mungu ana mpango, akajua Moses ndio anaweza kupanga hawa, kwa sababu ikiwa Musa hata wapanga, Joshua hata waweza, wakivuka ng'ambo watasumbua Joshua sana na Musa hata kuwepo. Kwa hivyo wapenzi, angalia, hata kazi ya Mungu ni namna hiyo. Kuna watu ambao wakipewa kazi ya Mungu watasumbua wengine sana. Ndio maana wanawekwa watu ambao Mungu ameteua ili aweze kuvusha watu mto wa Yordani, awafikishe ng'ambo wakiwa salama. Kwa hivyo wapenzi, neno la Mungu na uongozi wa Mungu ni lazima uwe mtu mwenye kauli moja, mtu anayesimama na Mungu, mtu ambaye hachanganyi na anaangalia mbegu zilizo mbaya ama uzao ulio mbaya kati ya watu wake, kati ya watoto wake. Mzazi mwema huangalia mambo haya ili anajua jinsi atakavyo wafanya watoto hao watawale pamoja na waishi pamoja. Lakini mambo haya Mungu huja na anaingilia kati, watoto wakiwa wakubwa, kila mmoja anaenda nchi yake. Lakini tu kuna wengine vichwa ngumu, wanabaki pale pale katika nyumbani, wanataka kurithi ili wengine wasiweze kurithi pesa ya wazazi ama utajiri wa wazazi. Wanakatalia hapo nyumbani tu, wanazunguka zunguka hapo, hawatoki. Wakati mzee ataondoka na mzee watakapoondoka mamake na huyo anabaki akisumbua wengine, anasema yeye ndio anajua sana. Hawa watu ndio tunatakiwa kuangalia, na ndio hawa ambao tunaambiwa kina Ruben, kina Gad, watu ambao ni hatari sana katika familia. Hawaendagi mbali, lakini huwa wanaotea utajiri wa nyumbani. Iwe ni hao. Tumewaona kama hao ambao wazazi wao walikufa, hawaendi, wanakaa hapo tu nyumbani. Wakati wanaondoka wanakataa na mali yote, kila kitu iko katika hiyo boma. Wanasema hao ndio waliachiwa na wazazi walisema hivyo. Hivyo ndivyo Mungu anaangalia. Ndio maana unaona hapa Mungu anamuweka mtu wake Musa aweze kutenganisha hii shida kabla hajaondoka. Kwa hivyo hata mzazi mwenye hekima, jaribu unatenganisha hiyo mambo. Ukijua watoto wako, piga wote waondoke nyumbani, waende kazi mbalimbali, na uwaite na unawaambia vile mali yako, ugao wako, urithi wako unataka utumike. Usipofanya hivyo, utawacha vita kwa yule ambaye ni juaji. Wale ambao wana tabia hizo na huwa hawaogopi, wanaweza fanya chochote, hata waogopi laana. Ukimwambia baba alilaani nini, hakuna, hawajali, wanachukua by force. Nao hawafanyagi kazi na mikono yao, ni watu wavivu, lakini akili zao ni watu nyonyelea, wanakaa yani parasites, hawataki kufanya kazi, wanataka, tunasema wadoezi, wanadoea tu, wanataka kuchukua kile ambacho hawakufanyia kazi. Kwa hivyo wapenzi, na nchi ya Gileadi iliyobaki yote, maana huwa ufalme wa Ogu niliwapa nusu ya kabila ya Manase. Nchi yote ya Ogobu nayo ndiyo Bashani yote, na nchi hii yaitwa nchi ya Warefai. Hiyo nchi naye ikapewa jamii ya Manase, wakati Ruben na Wagadi waligawiwa kule Arnon, na nusu ya nchi ya milima ya Gileadi hao wakapewa Ruben wakiwa na Gad na watoto wao na jamii zao. Lakini naye nchi ile ya chini ya Gileadi na nchi iliyobaki ya Bashani ya mfalme wa Ogu vile vile nayo ikapewa ile kabila nusu ya Manase. Nchi yote ya Ogu na ndio Bashani yote na nchi hii yaitwa nchi ya Warefai yote ilipewa Manase, yani nusu ya kabila ya Manase. Yani na huyu kijana wa Manase sasa ni wajuaji. Angasema hivi, Yairi mwana wa Manase, huyu anaitwa Jere ama Yairi mwana wa Manase, alitoa nchi yote ya Ogobu hata mpaka wa Geshuri, Suriata hao na Waamaki, watu kutoka Maka huko, akazitoa nchi hizo, akaziita jina yake yeye mwenyewe. Unaona, tayari hata Musa hajakufa, amechukua ile nchi huyu kijana wa Manase. Yani maroho zile za Misri za kujichukulia imeanza haraka haraka. Akachukua nchi yote ya Argobu hata kwenda mpaka mipaka ya Waashuri, kuteremkia upande wa Maka, yani upande wa Meka, wanajua map ile kwa jina lake mwenyewe,
hata hivi leo, maana hizo nchi za Bashani aliziita kwa jina yake yeye mwenyewe. Naye Makiri nilimpa Gileadi, naye Makiri akapewa Gileadi, huyu kijana wa pili wa Manase aliyekuwa mahali pale Makiri, na Yairi kwanza akajinyakulia na akaita ni yake na akaita na jina yake. Hiyo ndio mapepo maroho zile ninawaambia, ambayo watoto wengine hujipendea mambo na wanageuza mara moja wanaweka katika majina yao ili mtu mwingine asiguze, na hawakupigana na hawajui ilitoka wapi, lakini wanatumia kifua wakati ambapo imeachiliwa. Wakati Musa aliachilia akawaambia kwenyu ni hapa, huyu alinyakua, Yairi alikimbia na akapasua hiyo akasema hapa ni kwangu. Naye ile iliyobaki ambayo ni Gileadi ikachukuliwa na huyu kijana Makiri akachukua mahali pale. Makiri mtamuona sana katika kitabu cha Samueli, mtamuona sana pale ng'ambo yake, mtaona vile anaenda anasaidia Daudi na mambo mengine, mtaona familia hiyo vile inapelekana na familia ya Daudi, na hivyo mtaweza kuelewa haya maneno vizuri na mafunzo tulio nayo. Na wale nao wa Ruben na Wagadi niliwapa tokea Gileadi mpaka bonde la Arnon, katikati ya bonde la mpaka wa mto Yaboku, nao ni mpaka wa wana wa Amoni. Kwa hivyo hao walichukua upande wa chini wake wao wakiwa wa Ruben na Wagadi, nao wana nusu ya Manase wakachukua sehemu nyingine. Na nchi ya Araba nayo na mito ya Yordani na mpaka wake tokea Kenerithi mpaka bahari, yani Sherithi mpaka baharini, nayo ni bahari ya chumvi, nchi ya miteremuko ya Pisiga upande wa mashariki. Hapo Musa aliwagawia nchi hiyo mpaka huko milima ya Pisiga ambako inapakana na hii ziwa ya chumvi, the Salt Lake, the Dead Sea. Kwa hivyo wapenzi, hizo nchi aliwagawia hao na akaweza kuondoka, na tumeguziwa hapo mlima wa Pisiga. Tutaona Pisiga itakuja namna gani. Kwa hivyo Moses akamalizia kugawa nchi ya mashariki ambaye aliweza kunyakua na aliweza kupigana na hao wafalme wawili, akaweza kuwashinda na akaweza kugawia makabila mawili na nusu ili wasije wakapigana tena. Na tumeona tayari wanyakuzi kina Yairi na wengine wameanza kuamuka hata kabla Musa hajaondoka. Kwa hivyo wakati nikaamuru, wakati huo nikawaambia, yani Musa anaendelea sasa kuambia, Bwana Mungu wenu amewapa nchi ili muiweze kuimiliki. Basi vukeni ng'ambo, wenye silaha mbele ya ndugu zenu wana wa Israeli nyote mlio mashujaa. Angalia laini hii inatufundisha nini? Moses amegawa nchi. Sasa hawa sasa ni kwao, Ruben na Gad, na Musa anatoa sheria kwa sababu wanahesabiwa katika makabila haya yote yakiwa 12. Kwa hivyo ile kabila 9.5 ambayo imebaki ndio inaenda kupigana vita ng'ambo ya Yordani. Kwa hivyo anasema nini Musa? Anawaambia ninyi wana wa Gadi, wana wa Ruben na wana wa nusu ya Manase, muamuke, mumepata nchi yenu na mumerithi, lakini muamuke wote mlio na nguvu, mwende na ndugu zenu hawa makabila 9.5, mwende nao ng'ambo, mukapigane nao nyinyi mkiwa mashujaa, yani mwende mkawasaidie vitani. Hamutakaa hapa, muache wake zenu na watoto wenu na mizao na mifugo yenu, lakini nyinyi nyote mnaopigana mtaenda pamoja na hawa vitani. Kwa sababu tayari hiyo ni kusema nini? Hii makabila 9.5 imewasaidia vile vile kupigana kwa mfalme, kupigana na huyu mfalme wa Sihon wakiwa na nani? Na Ogu wa Bashani. Kwa hivyo nao hawa ni sharti waende pamoja nao wakapigane ng'ambo. Kwa hivyo ni Musa aliweka sheria hiyo, kwa sababu alijua asipoweka hiyo sheria hawa watakataa kwenda waseme wana kila kitu, hawana haja ya kupigana tena. Lakini Musa anawaambia, lakini wake wenu na watoto wenu na wanyama wenu wa miji na wajua kwamba mna wanyama wengi na wakae kati ya miji yenu niliyowapa. Kwa hivyo Musa anawaambia, ile miji nimewapa, muache wake zenu na watoto wenu na wanyama wenu, kwa sababu wanajifanya ati hawana kitu. Ndio Musa anasema hapa, na wajua. Tunaona imewekwa bracket, na wajua kwamba mna wanyama wengi. Kwa hivyo hawa familia, si nilikwambia huyu Gad ni warrior,
ni mtu wa vita. Kwa hivyo ni kama wale mnaitaka ngoroko huko, wanaenda kupigana kuteka ng'ombe, mbuzi na nini namna hiyo. Makabila yaliyo mipakani katika nchi nyingi za Afrika wanapigania mali, wananyang'anyana mbuzi, kondoo, ngamia na vinginevyo. Yeye alikuwa ni mtu wa namna hiyo. Kwa hivyo wapenzi, ndio Musa anawaambia, ninajua, I know, muna vitu, muna wanyama wengi, si ati sijui, msiwache na utajiri wenu. Hiyo ni kukuonyesha nini mtu wa Mungu. Wakati mtu wa Mungu anasema najua kwamba muna wanyama wengi, najua kwamba una pesa katika benki, najua kwamba una mali mingi, najua kwamba una vitu vingi, wewe hauwezi kubali kuondoka ukapigane kwa sababu tayari wewe ni tajiri. Na kwa hivyo ndio maana nawaambia mtaondoka mwende, ingawaje mna mali hiyo, mimi najua, lakini mtaenda kusaidia wenzenu, mwende mkapigane vita nao waweze kuwa na mali nyingi kama nyinyi. Kwa hivyo mkae katika nchi niliyowapa, acheni mali yenu. Hata Bwana awapumzishe ndugu zenu kama ninyi, nao pia waweze waimiliki nchi wapewayo na Bwana Mungu wenu ng'ambo ya Yordani, ndipo mtakaporudi kila mmoja aende katika milki yake niliyowapa. Akamwambia, mkishaenda kupigana huko, mkisha shinda, ndugu zenu wakiweza kupata nchi, warithi nchi kama vile mumerithi, nanyi vile vile mtarudi. Wale ambao mtabakia mtarudi, na mkirudi mtaenda katika makao ya nyumba zenu na utajiri wenu ambao mimi nimewapa. Sikiliza hapa vizuri, ni Musa aliyegawa nchi hiyo, ni Musa aliyewagawia. Hawakupiga kura kule ng'ambo. Makabila 9.5 tutaona itaenda kupiga kura, lakini hawa wamepewa na Musa kwa amri. Kwa hivyo amewapa. Hawa si watu wa kupewa kura, watakuwa napingana na wewe saa yote. Kuna watu wa namna hiyo, watu hawatosheki, saa yote ni kupinga. Watu ukimwambia hivi anasema hivi, ukimpa hiki anataka hiki. Ndio Musa alitumia amri zake na uweza wake kuwagawia na kuwapa. Na hapa anawaambia, mtakaporudi baada ya kusaidia ndugu zenu kupigana kule ng'ambo, ndipo mtarudi katika boma zenu na katika nchi mliorithi ambayo niliwapa mimi nimewapa. Kwa hivyo kusiwe na vita tena ama mtu atakaye ingilia. Na hiyo ni kusema nini? Hajawaambia wengine mtakufa. Wengine walikufa huko ng'ambo, hawakurudi kwa sababu vita havina macho. Lakini hangewaambia wengine wale ati watabaki, hapana. Aliwaambia mkisha pigana mkirudi. Yani hajataja mambo ya kifo ama kuwavunja moyo, kwa sababu angetaja hiyo wengine wangekataa kwenda tayari. Lakini anawaambia mtakaporudi, anarahisisha mambo. Mtakaporudi mambo itakuwa sawa sawa, kila mtu ataingia katika boma yake. Na kwa hivyo wapenzi, ikawa namna hiyo. Musa alipea Ruben na Gadi na nusu ya Manase, naye vile vile ikawa hawa wengine wataenda kupewa ng'ambo, kwa sababu atakaye kuwepo pale ni Joshua. Kwa hivyo Ruben pamoja na huyo, utaona ya kwamba tabia zao nimekuguzia hapo, na nimekuguzia vile vile za huyu kijana anaitwa Gadi, ambaye alikuwa ni kijana wa 7 wa huyu Yakobo. Kwa hivyo vile vile unaona Manase na vile alikuwa dhabihu na imani za Misri alipozaliwa. Kwa hivyo mambo hayo ukiangalia, hayo ndio hutuletea pingamizi ya maendeleo sana. Wakati watoto wetu wengine hawaheshimu hata baba yake, wazazi wake, na ndipo Mungu akaweka amri, akasema mheshimu baba na mama ili siku zako ziongezeke. Alijua watu watakuwa kama kina Ruben hapa, watu ambao hawana heshima, watu ambao tunawasoma hata sasa katika internet, mambo wanayotenda, mambo ya aibu kwa wazazi wao wa kike na wa kiume. Kwa hivyo wapenzi, Mungu aliona mambo haya mapema, na vile vile aliona hawa wengine kama kina Gadi, watu ambao hupigana na kunyang'anya wengine mahali yao wakati wazazi hawapo, wanawanyang'anya urithi. Kwa hivyo Mungu alitaka wagawiwe mapema, waondoke wapate haki yao, ili hawa wengine waweze kusitirika. Na anajua wengine hawa kama akili za kiganga, yani watu ambao wana maroho tofauti, hawajali kila kitu. Haya mambo ya maroho na mambo ya unabii wa uongo, watu kama hiyo nabii za miungu ya dunia, kina Manase na wengine, basi Mungu alijua hayo, na alijua kwa sababu wote ni watoto wake, wako katika kongamano, katika tumbo zetu za wazazi wetu kutoka mwizi, mtu mzuri, mkorofi na mwingineo, uzaliwa pale katika ile boma. Kwa hivyo wapenzi, nataka kukuambia nini? Mungu huwa anatenganisha hii, na ndio maana anatufundisha tuwe na hekima na kujua jinsi tunavyotakiwa kufanya. Kugawa mapema kwa wale unajua ni watu wa siasa. Kabla ukijua miaka yako inaenda na una utajiri mwingi,
anza kugawia watoto wako mapema. Ondoa wale vichwa gumugumu na unaona watasumbua wengine, uwape haki yao waondoke mapema kabla haujaondoka, kwa sababu utawacha zogo katika poma. Ndio maana Mungu anatufunza mapema. Kwa hivyo wapenzi, na niliwaambia neno la Mungu linatufunza jinsi ya kuishi vizuri, jinsi ya kukaa vizuri, jinsi ya kuwa watu wa Mungu tunaompenda Mungu wetu na tunaishi katika amani na hekima ya kiungu, tukijua ya kwamba Mungu wetu ni kwa neema ametupa kila kitu. Kwa hivyo wapenzi, sasa tuone Mungu sasa tayari amefikisha kugawa nchi kwa wale alitaka kuondoa, ambaye ni Ruben na Gad na Manase nusu. Kwa hivyo sasa lazima uongozi sasa lazima utoke kwa Musa uende kwa mwingine. Sasa uongozi upewe wengine. Kwa nini? Kwa sababu waliokuwa zaidi ya miaka 20 sasa wengi wamekufa jangwani, na sasa wale wamebaki ni kama wale mnaita Gen Z, yaani hawa kizazi kipya. Ndicho kiko wakati huu sasa, wakienda kuvuka Yordani. Sasa wanataka kufanya kitu tunaita transition, yaani kutunuku kizazi kipya uongozi, kuwapa kizazi kipya uongozi. Wakati utafika miaka ambayo unajua ni miaka ambayo umeenda sana, ni juu yako kujua miaka yako wakati imefika. Wacha kukatalia mahali, wacha kukaa mahali na hauwezi. Akili zimeanza kurudi chini na kila kitu. Achia kizazi kipya kianze kutawala, uwe pale kuwaonyesha njia ni hii, ili wasimame imara. Kwa wazungu, kwa mambo ya watu wanaokimbia tunasema giving the baton, yaani unampa huyu mwingine, unamwambia kufika hapo, mimi nimemaliza kazi na wewe utaendelea kutoka hapa, uendelee na kuongoza, ukimfunza mahali ambapo hataweza, naye ataweza kujua. Kwa hivyo sasa Musa amemaliza, sasa anaweza kutunuku ama kuwapa uongozi kizazi kipya. Kizazi kipya ni kina nani? Ni Joshua na wengine na kina Caleb na wale wote waliozaliwa jangwani, ambao sasa wengine walikuwa na miaka 20 na hao wengine miaka 40. Sasa yote aliye mzee sana kati ya hao ni miaka ngapi? 60. Lakini walio wazee zaidi yao ni hawa wawili ambao ni Caleb wakiwa na Joshua. Basi nikamwamuru Yoshua wakati huo, nikamwambia, macho yako yameona yote. Anamwambia Joshua, hakuna kitu hujaona. Umeona yote tangu tulipotoka Misri, tulipokuwa watumwa, vile Mungu alitenda. Mambo haya umeshuhudia, umeyaona na macho yako. Wale walio na miaka katika hata nyumba za Mungu, hata katika boma zenu, huwa wameona mengi aliyoyatenda Bwana Mungu wenu, umeyaona. Hakuna kitu haujaona. Wale wafalme wawili wa Sihoni na Ogu umeona vile Mungu aliwapigania, navyo ndivyo utakavyo utenda Bwana kila ufalme huko uvukiako. Naye anaambiwa vile uliona Mungu akiwapigania, vile amekuja akapiga hata Sihoni wakiwa na Ogu, hivyo Joshua ndivyo utafanya kwa wale wafalme ambao mtakuta huko mbele. Wakati unavuka uvukiapo, yaani ukivuka, ukiruka Yordani, wale wafalme utakuta huko, usibembeleze, uwafanye vile ambavyo uliona imefanyika. Kwa hivyo nasema nini wapenzi? Kama haujapitia ni vigumu sana kuongoza watu, lakini ikiwa umepitia na Roho wa Mungu yuko pamoja nawe, utawaongoza watu na uwafikishe mahali Mungu anataka. Kwa hivyo sasa Musa anatoa wasio, anamwambia Joshua, hakuna kitu hujaona, umeona mambo haya yote, na kwa hivyo sasa ndivyo utakavyofanya kwa yale utakuta pale mbele, ambapo utakuta wafalme hao. Kwa nini namwambia hivi? Kwa sababu yeye hata kuwepo, Musa hata kuwepo wakati huo, itakuwa ni Joshua peke yake na vita itakuwa ni vyake akiwa na Mungu wake. Msiwache, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ndiye awapigania. Anawaambia msiache Mungu, msiache kutembea na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayewapigania. Yeye ndiye yuko mbele yenu, yeye ndiye atawapigania, na ndipo mtaweza kuwa washindi. Na nikamnyenyekea Bwana wakati huo, nikamwambia, wakati Musa amemwambia Joshua ya kwamba vile atakavyopigana vita kule ng'ambo na vile atakavyofanya, na asiache chochote, amalize kabisa, na wamtegemee Mungu, wasimwache Mungu. Wakati Mungu amekubariki, usimwache wakati umetajirika ati kwa sababu uko vizuri, ama wakati umepewa uongozi. Kaa chini ya miguu ya Mungu. Naye Musa akamaliza kazi yake, akampa tunuku, akaacha uongozi kwa kijana Joshua. Na sasa
akageuka upande mwingine, akaanza kuongea na Mungu wake. Akamwambia Mungu, nikamnyenyekea Bwana wakati huo, nikamwambia. Sasa akamwambia Mungu, sasa niombi. Musa anaomba aone kama atasamehewa ile maneno aliambiwa hautaingia. Bwana, hili ni ombi la Musa kwa Mungu. Sasa kwa sababu amemaliza kazi vizuri, amefikisha watu mahali alitakiwa kuwafikisha, amefanya kila kitu, hawajavuka Yordani, lakini kuna kazi chache hajafanya. Watu bado hawajatahiriwa, watu hawajaingia katika agano. Kwa hivyo si kazi yake, amewafikisha pale tu, na sasa yeye amejua siku zake. Sasa Mungu anaweza kumchukua wakati wote. Ndipo akaingia katika ombi. Wakati wote una uhuru wa kuomba, una uhuru wa kutuma ile kitu. Hii ni ile mnaita kwa Kiingereza mnaita petition. Anarudisha kesi kotini, anarudisha kesi kotini. Kwa hivyo anasema ya kwamba Bwana Mungu, umeanza kumuonyesha mtumishi wako ukubwa wako na mkono wako wa nguvu, kwani kuna Mungu gani mbinguni au duniani awezaye kufanya mfano wa kazi zako na mfano wa matendo yako yenye nguvu. Anaanza na kumsifu Mungu, unaanza na kumuinua Mungu, unaanza na kumuinua ule unayehitaji kitu kutoka kwake. Hauanzi na kumwambia wewe mpumbavu, wewe namna hii. Hapana, unamuinua, unamuonyesha ukuu wake, majesty. Yeye ni nani? Unahusika nini? Anamuinua Mungu, anasema ni kuna Mungu kama gani? Wewe umenionyesha mimi mtumishi wako, nimeona matendo yako, vile wewe unatenda kazi, nimeona nguvu zako, nimeona vile tumeenenda pamoja na wewe. Hata huko mbinguni hakuna mwingine kama wewe, hata hapa duniani. Unaona vile anamuinua Mungu, na ni ukweli, kwa sababu ameona Mungu akiwatetea mpaka mahali hapo, mpaka wakati yeye alikuwa katika nyumba ya Farao, wakati yeye alilelewa na mama yake akiwa ametupwa mtoni. Yeye anakumbuka hayo yote, ana historia ndefu tu. Ndipo anasema hivi, anamwambia Mungu, nimeona kazi zako na matendo unayotenda haiwezi kufananishwa na chochote, nami nakuomba nivuke. Unaona, sasa anaambia Mungu, tafadhali nakuomba Mungu, hata mimi nikubalie tu nivuke, yani niruke Yordani. Maana yake nikubalie niende na hao watoto wako, nikubalie niende nao pamoja, nikaione hiyo nchi nzuri iliyoko ng'ambo ya Yordani, mlima ule mzuri, nivuke. You know, that is a petition. Basi anamwambia Baba, nikubalie tu nivuke, kwa roho safi, humbled. Amerudi chini, amenyenyekea. Kwa hivyo anamwambia Mungu, tafadhali nikubalie Baba, niende tu hata nikaone tu na macho yangu na nikanyage ile nchi. Lakini Bwana Mungu akamjibu. Bwana alikuwa amekasirikia kwa ajili yenu, anawakumbusha, lakini Mungu alikuwa amenikasirikia kwa sababu yenu nyinyi wana wa Israeli. Bwana akaniambia, na ikutoshe, usinene nami zaidi jambo hilo. Unaona, sasa Mungu alikuwa amekasirika, usinene na mimi tena jambo hilo. Yani Mungu kama amesema, hakuna haja ya kurudisha rufani. Usirudishe rufani, sitaki. Mungu akasema ikutoshe, yani utosheke na vile nilivyosema mimi nikiwa Mungu. Usinene nami zaidi, usijitetee tena. Mungu habadiliki wapenzi. Ukisoma katika kitabu cha Malakai, Mungu habadiliki. Ukijua Mungu alisema, tafadhali kaa vile Mungu alikuambia. Na wakati Mungu alitoa hukumu, niliwaambia mambo ni matatu: amri, sheria na hukumu. Mambo hayo uyaangalie kabisa, na ndio tumesoma kuanzia kitabu cha Exodus, kitabu cha Kutoka, kuja mpaka kitabu cha Walawi, kuja katika kitabu cha Hesabu, na sasa tunarudia ya kwamba mambo hayo uyaweke maanani. Ziweke amri za Mungu 10 zile, ziweke sheria zake zile ambazo unazijua. Nafsi yako itakueleza kati ya hizo ni 613 zipo. Utasikia Roho akikwambia usipite hapo, sheria zake. Angalia sana usiingie katika hukumu ya Mungu. Akitoa hukumu juu yako, basi itakuwa ni vigumu sana kuweza kurejeshwa. Akamwambia Musa, na itoshe hapo, umenena, usiongeze nyingine. Kwea anamwambia sasa, nakuambia upande, panda. Ndio maana ya kukwea, upande, uende katika kilele cha mlima wa Pisiga, ule niliwaambia mahali alitulia baada ya vita. Uende juu ya mlima, kilele, top ya mlima wa Pisiga, mahali pa juu sana. Omba kabisa ufike juu, kiwango cha juu, imani yako iwe juu zaidi.
ukainua macho yako upande wa magharibi, uangalie magharibi, the west, na uangalie kaskazini kule north, na uangalie kusini kule south, na uangalie mashariki kule east, ukatazame kwa macho yako, kwa maana huvuki mto huu wa Yordani. Mungu akadhibitisha, ingawaje Musa umetembea nami vizuri, ingawaje umetenda mambo mazuri, ingawaje umenitii, na wakati mwingine tumekuwa na pingamizi na maongezi na wewe, ijapo Baba nakujua Musa, tumetembea na wewe, ninakwambia jambo moja, Yordani uvuki, hautavuka Yordani. Nenda ulishe macho yako uone nchi. Lakini kwa sababu gani? Mungu anajua jambo ambalo Mungu amesema, anajua kwa sababu alisema mahali pote utakanyaga na unyayo wako nimekupa. Na sasa akikubali Musa avuke Yordani, mahali atakanyaga na unyayo wake atapewa, kwa sababu hiyo ni kanuni ya mwili wa wanadamu na mchanga. Agano la mchanga ni agano. Kwa hivyo ndio Mungu anamwambia angalia na macho uone kaskazini, magharibi, kusini na mashariki. Uangalie na macho tu. Ukiwa juu ya mlima uone vizuri, lakini huko kuvuka Yordani, yani kuvuka mto wa uzima, maji ni uzima, ili uishi zaidi, uweze kujinyakulia nchi, huko hauendi. Siku zako zimekwisha. Kwa hivyo, lakini muagize Yoshua umtie moyo mkuu, umtie na nguvu, kwani ndiye atakayevuka mbele ya wana hawa na nchi atakayoiona itaridhisha yeye. Kwa hivyo umpe nguvu, umpe hekima, umjaze upya huyu kijana Joshua, ongea naye, kwa sababu yeye ndiye atavuka, si wewe. Wewe huvuki. Kwa hivyo wewe kula na macho. Ndio naona watu wengine huona baraka zikija na hawapati, sababu Mungu ameweka jinsi alivyonena nao, na kila mtu anajua. Basi nena na Joshua, umweleze mambo yote na vile atakavyofanya, umpe nguvu na vile vile umpe hekima, na umuonyeshe ya kwamba yeye ndiye atakayewaongoza na moyo mpya ndani yake, awaongoze wana wa Israeli waende wakairithi hiyo nchi. Basi tukakaa katika bonde ulilolielekea Beth-peori. Basi wakakaa kule katika ile bonde ya Beth-peori, yani ya miungu ya ulimwenguni, ile walikuwa wakiabudu wengine. Beth-peori ni nyumba, Beth maana yake ni nyumba, na nyumba ya mpasuko, nyumba ambayo waliweza kuona mahali kando ya mto wa Yeriko. Waliweza kuona ngambo ingine, wakaona vita watakavyokuwa navyo, wakakaa pale katika lile bonde. Na basi pale ndio ilikuwa mwisho wake Musa, ambapo tutaona ameambiwa na Mungu hatavuka, kwa sababu neno la Mungu ni kweli na ni amina. Mungu akisema habadiliki, na wakati Mungu amekutumia atakutumia mpaka mahali anapopenda. Wapenzi, naomba Mungu awabariki, awainue. Somo letu litakapo, naona maliza kazi, ametenda kazi nzuri, amegawa shamba kwa wale watu wangekuwa wagumu kwa wengine, amewapa kila watu sehemu yao, na ametoa sheria ya vile watakavyofanya watakapovuka Yordani. Wataenda pamoja kupigana na vita, na baadaye watarudi nyumbani wakute mali yao na wake zao na watoto wao wakiwa salama. Na tunajua ya kwamba walipovuka Yordani, na waguzia tu, watakaa huko karibu miaka 13 wakipigana, na ndipo watakaporudi. Mungu awabariki sana, awainue. Tukutane tena katika somo lijalo wiki jao, sura ya 4. Asante. Mungu awabariki.